Ni mwili wa mwanadamu ukawa hekalu la Mungu. Yaani ulianzia kuwa hekalu lini? Ni tangu ubaji. Wakati Mungu alimuumba mwanadamu, alitengeneza mwili wa mwanadamu katika muundo wa hekalu. Ni nyumba takatifu. Kwa hivyo sisi nasi tunajua ya kwamba tumejengwa katika msingi ambaye ni Yesu Kristo. Nyumba hii ya udongo, msingi wake ni Yesu Kristo ambaye ndiye mwamba, na hatuwezi tukasimama isipokuwa tusimame na tujengwe kwenye huo mwamba. Kwa hivyo wakati Mungu alimuumba mwanadamu, kitabu cha Mwanzo 2 aya yake ya 7 utaona ya kwamba sehemu ya kwanza Mungu akatengeneza ule muundo ambao ulikuwa unafanana naye. Alafu katika sehemu ya pili akampulizia pumzi ya uhai kile kiwiliwili ambacho alikuwa ameumba. Kwa hivyo hiyo roho ya Mungu ilipoingia katika hicho kiwiliwili, basi mwanadamu akawa nafsi hai. Na kwa hivyo ukiangalia tendo hilo la kwanza ya kwamba Mungu aliona ni vyema aweze kutia uhai katika mwanadamu kupitia kwa roho wake yeye mwenyewe. Ingekuwa rahisi Mungu kutumia malaika, kwa sababu ametumia malaika katika Biblia, katika roho nabii tumesoma, wamwagie ama wavuvie pumzi ya uhai kwa huyu mwanadamu. Lakini yeye hakutuma malaika, alifanya kazi hiyo yeye mwenyewe. Kwa hivyo kuna tofauti. Alikuwa anataka kuhakikisha ya kwamba yeye ni Mungu ambaye ni personal, yaani akona ukaribu sana na mwanadamu. Kwa hivyo akafanya hiyo kazi yeye mwenyewe. Kwa hivyo kwa mara ya kwanza roho wa Mungu akapata makazi katika mwili wa binadamu. Jambo lingine ni ya kwamba wakati mwanadamu alikuwa nafsi hai, na hivyo ndivyo Mungu anataka kutufunza haswa katika swala la hekalu. Alipopokea hiyo nafsi, akawa amethibitishwa kuitwa mwana wa Mungu kwa sababu alitokana na Mungu. Lakini hiyo haikumpa uzima. Ilimpa uhai, lakini haikumpa nini? Uzima. Na wakati amekuwa nafsi hai, hakuwa amefikia kuwa na mfano wa Mungu. Kwa hivyo lazima sasa aanze kuchagua, kufanya maamuzi, na haya maamuzi ndiyo itamwezesha kufikiria mfano wa Mungu ama kutofikiria huo mfano wa Mungu. Kwa hivyo katikati mwa bustani kulikuwa na mti wa uzima. Na kwa hivyo mwanadamu angechagua kutokula kutoka mti wa uzima. Je, angeishi milele? Angeishi. Kama hangekula? Hangeishi. Sawa sawa. Kwa hivyo atakapokuwa anafanya uamuzi wa kula kutoka kwa mti wa uzima, na kula kutoka kwa mti huu wa uzima kuko na masharti, kwa sababu ni wale waliotengeneza uhusiano na Mungu walio na nafasi ya kula kutoka kwa mti wa uzima. Basi angetoka kwa kuthibitishwa aanze kupokea uzima, na huo ndio unaitwa utakaso. Kwa hivyo jinsi ya kutunza mwili ukiwa na afya ni utakaso.
Kwa hivyo tuliona jambo la kwanza, alithibitishwa kwamba yeye ni mwana wa Mungu, akawa nafsi hai, lakini hajapokea nini? Uzima. Kwa hivyo uzima unatokana na maamuzi ambayo angefanya. Kwa hivyo kila wakati anapouendea mti wa uzima ametimiza masharti fulani, na mti huo utamtakasa. Sijui ni hapa nilisema ya kwamba msingi wa utunzaji wa afya uko katika utakaso. Tunalinda afya kwa kutakasa mwili na kuzuia uchafu uingie katika mwili. Na ndiyo sababu misingi mitatu ya afya ambao mtumishi wa Mungu Ellen White anataka tuielewe. Kitu cha kwanza ni tusome kuhusu kiwiliwili, na hiyo inaitwa anatomy. Kitu cha pili tusome kuhusu fiziolojia, yani jinsi mwili unavyofanya kazi, na kitu cha tatu tusome kuhusu usafi ama hygiene. Lakini tunajua mwanadamu hakutimiza utakaso na alitenda dhambi na akazuiliwa kuufikilia ule mti wa uzima. Kwa hivyo tuko katika awamu ya pili ya utunzaji wa afya ambayo inaitwa utakaso. Hatujaufikilia utukufu kwa sababu awamu ya kwanza haijaisha. Swala kuhusu hekalu limejengwa katika msingi mkubwa zaidi wa utakaso. Kwa hivyo mtumishi, ningependa unisomee katika Kutoka 25 25, tusomea aya yake ya 8 na 9. Nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Sawasawa na haya yote nikuoneshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyote, ndivyo mtakavyovifanya. Asante sana. Kwa hivyo wanifanyie patakatifu ili niweze kufanya nini? Kukaa kati yenu. Kukaa kati yao. Kwa hivyo lengo la Mungu kuanzisha mradi huu mkubwa ni ili aweze kudumu miongoni mwa watu wake. Kwa hivyo njia ya kipekee ya kuwa na uwepo wa Mungu miongoni mwetu ni kupitia kwa nini? Kupitia kwa hekalu. Sawa sawa. Yeah. Na hekalu limejengwa kwa lengo moja kuu, kumtakasa mwanadamu, kwa sababu alianguka katika dhambi, na akiwa katika hali ya dhambi amepatwa na laana, na hakuna vile ambavyo Mungu atakaa na mwanadamu kama amevikwa hiyo laana. Kwa hivyo inabidi Mungu atengeneze mahali panaitwa patakatifu ambako mwanadamu atakuwa anatakaswa. Kwa jinsi hiyo atakuwa amepata fursa ya kukaa na Mungu. Kwa hivyo ukiangalia hekalu nzima, kazi kuu ya hekalu ni kuchukua dhambi za mwanadamu ili atakaswe, na baadaye hekalu lenyewe lilikuwa linahitaji kutakaswa. Kwa hivyo hata hekalu hili la miili yetu pia nalo linahitaji utakaso. Kwa hivyo wale wote waliojipata katika magonjwa mbalimbali walikuwa na furaha kutangaziwa na Yesu Kristo ya kwamba enenda umetakaswa, ama kuambiwa ya kwamba kama unataka kutakaswa basi takasika.
Kwa hivyo ilikuwa furaha kubwa sana watu kutakaswa, na kwa hivyo kunaweza kuwa katika Biblia hamna tofauti kati ya mtu aliyetakaswa kutokana na dhambi na aliyetakaswa kutokana na ugonjwa. Ndiposa Yesu Kristo mahali pengine anamwambia mtu ambaye anaponywa kwamba enenda, dhambi zako zimesamehewa, kwa sababu yote hayo ni utakaso. Hivyo nataka tuingie katika hekalu na tutakuwa tunaangalia mambo kadha ya kadha, mambo kadha wa kadha kuhusu jinsi ambavyo hekalu lilikuwa limejengwa. Tunajua ule muundo mkubwa wa hekalu. Kuna lile hekalu lililokuwa katika jangwa. Kumekuwa na hekalu 3 katika safari ya wana wa Israeli. Hekalu la kwanza lilikuwa katika jangwa, na hilo lilikuwa linabomolewa na kubebwa kulingana na jinsi wana wa Israeli walikuwa wanasafiri. Lakini pia kulikuwa na hekalu la kudumu ambalo Sulemani aliamrishwa kulitengeneza, na baadaye likabomolewa na mfalme Nebukadneza na likabidi lijengwe upya. Sawa. Kwa hivyo kuna hekalu la 3 pia walilolijenga kina Zerubabeli na Yoshua, hekalu ambalo halikuwa na agano, halikuwa na zile sheria 10 na uwepo wa Mungu. Kwa hivyo lilingojea hadi utukufu wa Yesu Kristo kuujaza. Kwa hivyo tutakuwa tunaongea kuhusu muundo wa hekalu. Mwalimu, kama umefika katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, utusomee 6 na 15. Tutakuwa tunaangalia sakafu. Akasijenga kuta za nyumba ndani kwa mbao za mielezi. Toka sakafu ya nyumba hata mboliti za juu. Akasifunika ndani kwa mti. Akafunika sakafu ya nyumba kwa mbao za mboliti. 30 inasema, na sakafu ya nyumba akaifunika na dhahabu ndani na nje. Asante sana. Kwa hivyo tuanzie na sakafu. Naona Mungu analenga watu wake kuwa na afya hata wanapokuwa katika nyumba yake, kwa sababu sheria moja ya hekalu ni ya kwamba watu hawakuingia kwa viatu. Hawakuingia wakiwa wamevalia nini? Viatu. Kuhani mkuu alikuwa anaacha viatu mahali ambako panaitwa ukumbi wa nje. Hekalu lile la jangwa, sakafu yake ilikuwa mchanga. Sawa. Na kwa hivyo anapoanza safari yake kuelekea katika hekalu, miguu yake ilikuwa inagusana moja kwa moja na mchanga. Na hii inatukumbusha ya kwamba Mungu anakusudia ya kwamba hata ibada inapoendelea tuweze kupata afya. Kwa hivyo jambo lolote ambalo linaenda kinyume na yani unapotakasa mwili kiroho pia, mwili unapaswa kutakaswa. Kwa hivyo hilo lilikuwa kusudi la Mungu. Lakini katika hekalu la pili, yani tunapoingia tunaona ya kwamba mierezi ilikuwa imetandikwa kwenye sakafu, halafu wakalaza gold ni dhahabu, si ndio? Ndio. Wakatandika dhahabu. Na sijui kama tunaelewa kuhusu dhahabu. Hebu tusome mambo yafuatayo haswa kuhusu dhahabu, kwa sababu tunataka kujua, je, na unapokanyaga dhahabu miguu mitupu, huenda ikatatiza kutakaswa kimwili. Tuone hivi ya kwamba kitu cha kwanza ambacho kinahusu fahamu ya kwamba ni nzito
Okay? Ni madini ambayo iko na uzito wake. Lakini huo uzito hauzuii hii dhahabu. Unaweza ikunja kwa urahisi sana. Kwa hivyo jinsi walivyoilaza ni kitu unaweza ikunja ikaingia katika mianya, inaziba kila mwanya ulio katika sakafu. Alafu kitu kingine ni kitu chepesi. Kwa hivyo hata unapokanyaga kwa miguu unasikia ni kama inakusugua wapi kwa miguu, ni nyepesi. Jambo lingine, na hii ndio ya muhimu zaidi, ya kwamba dhahabu hupitisha nguvu za umeme kwa haraka sana. Kama kuna madini ambayo ni nzuri zaidi hata kuliko hizi nyaya za kopa, ni dhahabu. Haiwezi kutumika kwa sababu ni madini yenye gharama sana. Lakini unapokanyaga dhahabu kwa miguu unapitisha, yani inaweza ikapenyeza uchafu wote ulio katika mwili, kwa mfano wa zile charges ambazo huwa tunasema ni baya, na ikaingia katika mierezi, na mierezi hiyo pia imegusa mchanga. Kwa hivyo Mungu alipanga hata wanapoingia katika hekalu la pili pia kutakuwa na kujitakasa wanapo kanyaga kwa miguu. Halafu kuna mambo kuhusu jinsi inavyoyeyuka. Kitu kingine ni ya kwamba dhahabu haipatwi na koga. Haina uwezo wa kufanya nini? Wa kuharibika. Huwa hata ikichangamana na maji ama nini ama hewa haipati koga. Ukijua ya kwamba hekalu kulikuwa na mwagikaji wa damu mwingi sana, basi kulikuwa na uwezekano wa kuwa na koga. Lakini vitu ambavyo vilitumika kujenga hekalu, Mungu alihakikisha ya kwamba viko na uwezo wa kutunza usafi vyenyewe. Na hiyo ndio inatukumbusha kumbe huyu Mungu anajali utakaso wa kimwili pia tunapoendelea kutakaswa kiroho. Alafu kitu kingine ni ya kwamba haipati kutu pia. Iko na uwezo wa kustahimili kutu na hata kustahimili tindikali. Kwa hivyo ni kitu ambacho unaweza ukatunza usafi wa hali ya juu. Wanapoosha hivi na maji, hakuna harufu, hakuna madoa ya tabaki. Ikisha safishwa, imesafishwa na imekuwa safi. Kwa hivyo hayo ndiyo mambo tunapaswa tuelewe. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa hata katika vyombo vingine. Kwa mfano, chuma nyingine ambayo ama madini nyingine ambayo ilikuwa inatumika katika hekalu, unajua ni gani? Madini nyingine ambayo ilikuwa inatumika katika hekalu. Mtumishi anasema ni bronze, labda ni bronze, kile nini? Nini alikuwa nao? So swali ni bronze ama ni brass? Brass. Brass ama ni bronze? Na tofauti ni gani? Mchanganyiko. Sawa sawa. Kuna tofauti ya bronze na brass. Ikifika kwa hekalu walitumia brass kwa sababu hii iko na uwezo wa kupitisha nguvu za umeme kwa haraka kuliko bronze. Hii tunasema ya kwamba madini yake mawili ndani yake ni copper na zinc. Copper na zinc. Lakini bronze huwa na copper na tin. Yeah. Na tin sio nzuri unapolinganisha na zinc. Sawa sawa. Haipitishi nguvu za umeme kwa haraka. Alafu brass inajulikana kwa rangi yake ambayo inafanana
kama dhahabu, imekaribia dhahabu, lakini haijafikiria hicho kiwango. Bronze si ya rangi hii. Bronze inaenda kuwa kama browni, hudhurungi, ama ile rangi ya mchanga sawa sawa. Kwa hivyo kuna tofauti. Kwa hivyo kwa uzuri hii inavutia. Bronze huwa inavutia. Jambo lingine ni angalia jinsi inavyopenyeza umeme kwa haraka sana. Kwa hivyo inapokuwa katika hekalu, basi iko na, hata unapoishika ni njia moja ya kujisafisha, haswa katika masuala ya charges ambazo tumesema. Jambo lingine ni tunaona ya kwamba ni non-magnetic. Halafu kitu kingine hapa cha muhimu, brass huwa haiharibiwi na kutu, na tena haiathiriwi na koga. Kwa hivyo mihimili ya hekalu ilikuwa imetengenezwa na nini? Ule ukuta wa hekalu ulikuwa na nini? Umejengwa na hii madini ya brass. Mzunguko, vikingi vyote vilikuwa brass. Na kwa hivyo tunapoelewa ya kwamba mazingira ya hekalu yalikuwa na damu nyingi sana, basi tungehitaji madini kama haya ambayo yatadumu kwa muda mrefu, na ambayo pia ikifika wakati labda wa kuoshwa itakuwa rahisi kuoshwa. Alafu pia jinsi ambavyo inapenyeza nguvu za umeme, ni kumaanisha hata wakati imechomwa na jua inakauka haraka sana. Kwa hivyo Mungu alikuwa na kusudi nzuri sana kuhakikisha usafi kupitia kwa kusema madini haya yatumike. Somo lingine ambalo tunasoma kutoka kwa hii ni ya kwamba tunajua ya kwamba thamani ya, tutahitaje hii, ni shaba inaitwa shaba shamba. Thamani ya hii unapolinganisha na dhahabu, tunajua dhahabu ni ya thamani zaidi. Kwa hivyo jinsi unavyotoka kwa hekalu upande wa nje, unapoelekea ndani, utakuta ya kwamba madini inabadilika thamani. Kwa hivyo vyombo vilivyokuwa katika sehemu takatifu na sehemu takatifu zaidi vilikuwa vimetengenezwa kwa dhahabu, lakini katika ukumbi wa nje shaba hii ndio ilikuwa inatumika. Kwa hivyo pia inajulikana kwa unaweza ipinda, sawa sawa, unaweza ukaipinda, na kuipinda ni kumaanisha unaweza ukatengeneza. Ilikuwa rahisi kutengeneza hata hivyo vikingi. Kitu kingine tunajua ya kwamba unaweza ukaifanya nini, ukaikata kwa urahisi. Kwa hivyo walikuwa wanahitaji kukata na kutoboa mashimo mahali ambako wangepitisha zile nyuzi za kutengeneza ukuta na za kuangika vile vitambaa, kwa sababu ukuta wa hekalu ulikuwa umewekwa pazia zimezunguka. Kwa hivyo katika ama wangeweza kutoboa mashimo kwa urahisi. Jambo lingine ni ya kwamba tunajua ya kwamba unapoishika haiwezi, kama imesuguliwa vizuri, haiwezi ikakujeruhi. Alafu pia tunajua vyombo vya muziki pia vilikuwa vimetengenezwa na hii shaba. Kwa hivyo wanapocheza muziki, basi shaba ni nzuri sana kwa kuongeza ule mwangwi, yani ile sauti ya ziada, sawa sawa, tofauti na madini mengine. Kwa hivyo Mungu alichagua hiyo kwa ajili ya kazi ya hekalu, na hiyo yote inaoana na usafi wa kiwiliwili pia, sawa sawa. Ukisoma kitabu ambacho kinaitwa Christ in His Sanctuary, ukurasa wa 38 aya yake ya 2, tunaambiwa hivi ya kwamba ukumbi wa nje
The sacred tent was enclosed in an open space called the court, which was surrounded by the hangings or screens of fine linen, suspended from the pillars of brass. The entrance to this enclosure was at the eastern end. Ya kwamba ukuta wa hekalu ulikuwa umezingirwa na hizi pazia na zote zilikuwa zimeangikwa kupitia kwa hii mihimili ya shaba. Alafu katika upande wa mashariki kulikuwa na mlango, na unapoingia katika huu mlango unaingia katika ukumbi wa nje wa hekalu, kwa sababu hekalu lilikuwa na vitengo vitatu. Cha kwanza ukumbi wa nje, cha pili sehemu takatifu, na cha tatu sehemu takatifu zaidi. It was closed by curtains of costly material and beautiful workmanship. Hii inatukumbusha ya kwamba Mungu anapenda kazi nzuri sana. Ndiposa unaposoma Zaburi 139:14 nasema tumeumbwa kwa njia ya nzuri na njia ya ajabu. So though inferior to those of the sanctuary. Kwa hivyo ukiangalia hekalu upande wa nje na upande wa ndani, basi thamani ya vitu vilivyotumika hailingani. Kwa hivyo jinsi tunapoelekea sehemu takatifu zaidi, ndivyo tutakavyoona ya kwamba thamani ya vitu vya ujenzi inaendelea kuongezeka. Na unajua ya kwamba mambo tofauti hufanyika miongoni mwa wanadamu. Tunapomkaribia Mungu, thamani yetu huongezeka, lakini tunapokaribia mwanadamu, thamani yetu hupungua. Ukiangalia ile sanamu ya Danieli 2, thamani yake inapunguka kuelekea wapi? Inapunguka kutoka juu kwenda chini. Kwa hivyo thamani iko juu zaidi, lakini unapoelekea chini inafanya nini? Inapunguka. Sio hivyo kwa Mungu. Unapopanda, thamani yako inafanya nini? Inaongezeka. Hata afya yako inaongezeka zaidi. Sawa sawa. Unapomkaribia nani? Unapomkaribia Mungu. So it was closed by curtains of costly material and beautiful workmanship. Though inferior to those of the sanctuary, the hangings of the court being only about half as high as the walls of the tabernacle, the building could be plainly seen by the people without. Sasa elewa ya kwamba ukuta wa hekalu ulikuwa mfupi kuliko hekalu lenyewe, kwa sababu lilikuwa lionekane wazi na watu wote. Kwa hivyo hekalu la mwili huu linapaswa kuonekana na watu wote. Sawa sawa, ili tuweze kuonyesha utakatifu wa Mungu watu wanapotuona. Sababu ya kuweka ukuta kuzunguka hekalu ilikuwa nini? Ukuta ni wa nini? Kwa hivyo ukuta unasimamia sheria ama kizuizi. Sawa sawa. Kwa hivyo na unaonyesha pia kwamba sehemu ambayo imezingirwa ni sehemu iliyo na masharti yake katika kufanya nini? Unajua tunapoongea kuhusu mwili wa mwanadamu itakuwa makosa sana kama hakuna vizuizi. Itakuwa makosa sana kama mwili utatumiwa jinsi ambavyo tunataka. Kwa hivyo kuko na sheria katika kudhibiti huu mwili, na huwezi ukaingiliwa ovyo ovyo. Uko na masharti yake ili tuweze kudumisha huo utakatifu. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu kudumisha utakatifu, kuna kuta ambazo zinawekwa. Sawa sawa. Na tunajua pia kuko na walinzi. Sawa sawa. Na walinzi pia, mlinzi ambaye atafanya kazi vizuri anakaa chini ama anakaa juu? Anakaa juu. Kwa hivyo
kuna walinzi ambao Mungu ameweka juu ya mwili. Kuna masikio, inawezekana kujua sauti ya simba akinguruma na sauti ya swara. Hiyo ukisikia sauti ya simba inakwambia nini? Kuna hatari. Kuna hatari. Ufanye nini? Upotee. Sawa sawa. Na macho vile vile. Sawa sawa. Kwa hivyo hawa ni askari ama walinzi waliowekwa juu ili waweze kutazama nini? Hatari zote ambazo zinakukaribia ama zinakaribia hili jengo. Kwa hivyo uko na mlinzi mwingine kwa mdomo, uko na harufu. Kwa hivyo ukipata harufu mbaya, basi inakwambia ujitenge na mazingira ya harufu mbaya. Kwa hivyo hao ndio walinzi. Kumaanisha kwamba njia moja ya kujikinga na magonjwa ni kutumia hekima kupitia kwa hisi ambazo Mungu ametupa. Na huo ndio ukuta wa kwanza. Huo ndio ukuta wa kwanza. Kabla mwili ufikiwe, basi unapaswa kutumia hekima ambayo Mungu amekupatia kujenga ukuta. Kwa hivyo yale mambo yanatufanya tuweze kujenga nyumba, tuweze kujenga ukuta, ni kwa sababu tunataka kulinda huu mwili. Na hiyo inasaidia sana. Kwa hivyo katika ukumbi huu wa nje unaweza ukalinganishwa na sehemu ya kiuno kwenda chini. Sawa sawa. Kwa sababu katika ukumbi wa nje kuhani alikuwa anatembea kila siku. Kila siku akichukua damu, akichukua nyama ya wanyama ambao wametolewa kafara ili aweze kuchomwa katika yale madhabahu ya nini? The altar of burnt sacrifice. Ilikuwa inaitwa madhabahu ya katika yale madhabahu ya kuteketezea nini? Kafara. Kwa hivyo kuhani mkuu angefanya kazi nyingi kutembea sana katika ukumbi wa nje. Katika huu ukumbi wa nje tumesema ya kwamba unasimamiwa na sehemu ya miguu yako. Okay? Na kwa sababu vyombo vilivyokuwa katika ukumbi wa nje vilikuwa vinasimamiwa na madini ya shaba, basi tunasema ya kwamba hii ni sehemu ambayo inakutana na uchafu mara nyingi. Na kwa sababu ndio inayokutana na uchafu mara nyingi, mwanafunzi mmoja wa Yesu Kristo ameomba aoshwe mwili wote. Akaambiwa kama tumeosha miguu inatosha, kwa sababu hii sehemu ndio inatembea sana. Sawa sawa. Kwa hivyo katika ukumbi huo wa nje kulikuwa na haya madhabahu ya kuteketezea kafara. Mwalimu, utanisomea katika Mambo ya Walawi 6:12 na 13. Tuelewe kuhusu madhabahu haya ya kuteketezea kafara. Mambo ya Walawi 16, Mambo ya Walawi 6, tusomea aya yake ya 4. 6:4, Mambo ya Walawi. Inasema, ndipo itakapokuwa akiwa amefanya dhambi na kupata hatia. 6:12. 6:12. And the fire upon the altar shall be burning in it. Na huo moto ulio madhabahuni utautunza, uwake daima juu yake, usisimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi, naye ataipanga sadaka ya kuteketeza juu yake. Naye atayateketeza mafuta ya sadaka
za amani juu yake. 13. Moto utatunzwa wake juu ya madhabahu daima, usisimike. Swali ambalo niko nalo ni hii: mbona huu moto unapaswa kuteketea daima? Mbona? Swali nimeuliza, mbona huu moto unapaswa kuwaka daima? Mtu angedhani ya kwamba kwa sababu kafara inateketezwa asubuhi na jioni, basi huo ungekuwa ndio wakati wa kufanya nini? Wa kuwasha moto. Lakini imesemekana huu moto uendelee kuteketea daima. Bona? Labda ni kama vile Roho naye tumeambiwa tusisimishe moto wa Roho. Tusizimishe moto wa Roho. Kazi ya huu moto ni nini? Kazi ya huu moto ni nini? Labda nasema iko inaashiria labda uwepo wa Mungu. Inaashiria uwepo wa Mungu. Jambo lingine, ibada ya kudumu. Ibada ya kudumu. Mtumishi, nafikiria kwamba maana moto ulikuwa ni wa kuteketeza kafara, na kafara ilikuwa inaletwa na mwenye dhambi. Ni ishara ya kwamba Mungu siku zote yuko tayari kutusamehe dhambi zetu tutakapomkabili. Hiyo inaonyesha kwamba Mungu wakati wote yuko tayari. Asante sana. Na hilo linatupa tumaini kujua ya kwamba kila wakati utakapoenda kinyume cha Mungu yuko tayari kufanya nini? Yaani hakuna wakati ambako utakuwa umepungukiwa, kwa sababu kuna moto wa kuteketeza nini? Dhambi. Katika upande wa afya, hii inamaanisha nini? Jua ya kwamba mahali ambako huu moto ulikuwa unawaka ni sehemu ambayo inachukua mizoga ama wanyama ambao wamekufa, na kwa hivyo inapotafunwa na moto na inaisha, basi inabakisha hiyo sehemu ikiwa safi wakati wote. Kwa hivyo ilikuwa ishara ya utakaso. Moto pia unafanya nini? Unatakasa. Je, unajua ya kwamba kuna kiungo katika mwili wako ambacho huwaka moto kila wakati? Tunajua hivyo? Unajua hivyo ama hujui? Moto wa uhai, si ndio? Moto wa uzima, maini. Sawa. Maini daima dawamu huteketeza vitu vichafu na hutoa joto, kemikali zenye joto, na hiyo joto huchukuliwa, damu yote hupitia kwa maini, huchukuliwa na damu na hutembezwa katika mwili mzima. Sawa. Kuwe kuna kafara, yani uwe uko na chakula unakula ama usiwe na chakula unakula, lakini maini hutekeleza daima virutubisho vya kutunza uzima wako. Na kwa hivyo kiingilio kilicho upande wa mashariki, yani mdomo, hupokea, kwa sababu madhabahu ya kuteketezea hii kafara ilikuwa upande wa mashariki. Unapoingia tu madhabahu ilikuwa hapo.
Na kwa hivyo kile tunaelewa ni ya kwamba chakula kikiingia kwa tumbo husagwa, na kinapoingia, virutubisho vyote vinapoingia kwa damu havina uzima hadi vipitie kwa maini, na maini ni sehemu ya tumbo, ili vibadilishwe viwe nguvu ya kuendesha mwili wako. So kwa lugha nyingine, maini tunaita powerhouse kuliko chemichemi za joto. Na wakati mtu ni mgonjwa, maini itamwezesha kupata joto na kuongeza joto katika mwili ili kuweza kuondoa uchafu, kwa sababu joto huondoa nini? Uchafu ndani ya mwili. Kwa hivyo hii ni mibaraka ambayo Mungu amewekeza katika miili yetu. Sasa, na huo moto hauzi wakati wa kuzimwa, ujue hakuna uzima tena. Maini yakiharibika, yakose kutengeneza joto, basi tumepoteza uzima. Hebu tuangalie muundo wa madhabahu haya. Muundo wa madhabahu haya katika kitabu ambacho kinaitwa Christ in His Sanctuary, ukurasa wa 38:2 inasema hivi: in the court, katika ukumbi wa nje, nearest the entrance stood the brazen altar of burnt offering. Kwa hivyo kulikuwemo na madhabahu ya kuteketezea kafara ambayo ilikuwa imetengenezwa na shaba. Upon this altar were consumed all the sacrifices made by fire unto the Lord, and the horns were sprinkled with the atoning blood. Ya kwamba katika madhabahu haya yalinyunyiziwa damu, alafu pia yule mnyama aliyechinjwa na mwenye dhambi alikuwa anateketezewa hapo. Hiyo damu ilikuwa imebeba dhambi ya mwenye dhambi. Ilikuwa imebeba dhambi ya mwenye dhambi. Na ndiposa tutakapokuja kusoma kuhusu damu, damu haipaswi kunywewa, kwa sababu jinsi inavyobeba damu ndivyo inavyobeba magonjwa, kwa sababu dhambi na magonjwa ni kitu kimo. Zote huhitaji utakaso, ili katika sehemu ya kwanza roho yako itakasike, na katika sehemu ya pili mwili nao ufanye nini? Utakasike. Na kwa sababu hivi ni viwili ambavyo vimeshikana, Mungu alipomuumba mwanadamu na kupulizia hiyo pumzi ya uhai, pindi mwanadamu aishipo, pumzi ya uhai na mwili ni kitu kimoja. Kwa hivyo kinachochafua mwili huchafua nini? Roho. Na kinachochafua roho huchafua nini? Kwa hivyo mtu asitumie nini? Damu ya mnyama. Nipe andiko. Mtu asitumie damu ya mnyama. Nipe andiko, Mzee Dickson. Mama Moses, nahitaji andiko mahali Mungu amekataza matumizi ya nini? Damu. Ya damu. Warumi? Walawi? Mwanzo? Mwalimu, umefika? Mimi nimetoa kwa kitabu cha Matendo 15:20. Aya, soma. Bali tuandikie kwamba tujiepushe na unajisi wa sanamu na uasherati na nyama zilizosongolewa na damu. Okay.
Sawa sawa, hiyo ni kweli. Lakini angali natafuta mahali wameambiwa wasitumie damu kwa sababu katika damu kuna uhai. Hapo ndipo ninatafuta. 17. Okay, asante. Tutakuja hivyo. Na Mwanzo ngapi? Mtumishi alikuwa aseme Mwanzo 9, aya yake ya ngapi? Asante, ya 4. Uhai. Asante. Sasa unaposoma nami katika Mambo ya Walawi 3:2 inasema mwenye dhambi atafanya nini? Kitabu cha Walawi 3. Walawi 3 aya yake ya 2. Naye ataweka mkono wake kichwani mwake huyo aliyemtoa na kumshija mlangoni pa hema ya kukutania, na wana wa Haruni hao makuhani watainyunyizia damu yake katika madhabahu pande zote. Asante. Kwa hivyo anayefanya kazi ya kuchinja ni nani? Ni huyu mwenye dhambi. Sawa sawa. Alafu kitu kingine, kazi yake inaishia wapi? Kukata, kuua. Sawa sawa. Kazi inayofuata sasa, sikiza kwa makini. Kazi inayofuata inafanywa na nani? Kuhani. Je, unajua ya kwamba leo hatuchinji, na tunapoongea masuala ya afya, Yesu Kristo alipowapa mkate wanafunzi, akauvunja akawapa wakala. Walipokuwa wanavunja huo mkate kwa meno yao, si ndio wanaharibu? Je, unajua zaidi ya hapo? Hujui jinsi chakula kinavyokusaidia? Kazi yako ni kuvunja kwa imani. Unatafuna, lakini unaelewa ni nini huendelea kwa chakula unapokimeza? Unajipata ukiwa na uzima. Kwa hivyo Yesu Kristo anachukua sehemu hiyo nyingine yote. Sasa nikuulize, sehemu ya kukata ama kuvunja na sehemu ya kubadilisha hiki chakula ili kiwe uzima, ni sehemu gani ya muhimu zaidi? Hiyo ya pili. Hiyo ya pili. Sawa sawa. Kwa sababu pia unaweza tapika chakula na kikose kukusaidia, ama unaweza hara. Kuna watu hana uwezo wa kusaga chakula katika tu, kikiingia kinafanya nini? Natoka. Kwa mfano, nimekuwa nikisumbuliwa na tumbo tangu jana, sijakula sijafanya nini? Sijakula. Na nategemea baraka za Mungu hii tumbo ipone niweze kukula. Lakini nisipopona sitaweza kufanya nini? Kukula. Kwa hivyo niko na uwezo wa kutafuna lakini chakula hakiwezi kinafanya nini? Chaingia tumboni. Kwa hivyo kuna mahali tunakosea zaidi, tunaposahau ya kwamba sehemu ya muhimu zaidi ni ile ambayo tunafanyiwa na kuhani wetu Yesu Kristo. Sawa sawa. Na kuhakikisha ule moto unazidi kuwaka. Unazidi kuwaka. Kwa hivyo wakati wote maini yako inafanya kazi, utakula wakati wowote na chakula chako kitabadilishwa na kitakuwa uzima. Kwa hivyo kuhani anatoka hapa, anaenda ananyunyizia hiyo damu kwenye zile pembe, alafu katika hiyo hali unahamisha dhambi zako katika hekalu. Kwa hivyo wewe unabaki ukiwa safi, lakini hekalu linachafuka. Na ndiyo sababu wakati mmoja katika mwaka hekalu lazima lisafishwe. Kafara ilikuwa inachinjwa upande wa kaskazini. Upande wa
Nani ataniambia umuhimu wa kaskazini katika Biblia na katika swala la kiroho? Ndio makao ya Bwana. Mungu hukaa upande wa kaskazini, si ndio? Sawa sawa. Kuna tumaini upande wa kaskazini kwa sababu uwepo wa Mungu uko wapi? Kaskazini. Upande wa kaskazini. Sawa sawa. Ukumbi mzima wa hekalu ulikuwa na pande 4. Kulikuwa na upande wa mashariki, upande wa kaskazini, kusini na magharibi, si ndio? Yeah. Kwa hivyo kila upande uko na umuhimu wake katika nini. Kwa hivyo hapa ndiko tukasema ya kwamba uzima ama uhai wa mnyama yeyote uko katika damu. Ndiposa mwanadamu hapasi kutumia damu kwa sababu katika damu kuko na magonjwa, na tutakuja kuhakikisha hapa. Jambo lingine ni ya kwamba mafuta yote yalikuwa napaswa kuchomwa katika hayo madhabahu ya kuteketezea kafara. Hebu tuone jinsi dhambi ilivyohamishwa kutoka kwa mwenye dhambi hadi kwa hekalu. Tunaambiwa by his own hand. Huu ni mkono wa nani? Mwenye dhambi, si ndio? By his own hand the animal was then slain, and the blood was carried by the priest into the holy place and sprinkled before the veil, behind which was the ark containing the law that the sinner had transgressed. Kwa hivyo damu hiyo hiyo mojawapo ilinyunyiziwa kwenye zile pembe katika madhabahu ya kuteketezea kafara. Angechukua sehemu ya damu na ataingia nayo katika sehemu takatifu, alafu atainyunyizia kwenye pazia ambalo upande ng'ambo ile nyingine ya hilo pazia kulikuwa na sehemu ambayo tunaita takatifu zaidi. Kwa hivyo kunyunyizia upande wa mbele wa pazia ulikuwa kwa imani ya kwamba katika kiti cha rehema cha Mungu hiyo kafara na maombi imekubalika. By this ceremony the sin was through the blood. Ati ya kwamba dhambi kupitia kwa damu has been transferred in figure to the sanctuary. In some cases the blood was not taken into the holy place and the flesh was to be eaten by the priest, as Moses directed the sons of Aaron, saying, God hath given it to you to bear the iniquity of the congregation. Niko na swali hapa. Kwa hivyo kwa upande mmoja damu ndio ambayo imebeba dhambi. Sababu ya kuhani kula nyama ilikuwa gani? Kwa sababu wakati mwingine ingebidi afanye nini? Achukue kipande cha nyama akule ambayo imechomwa. Umuhimu wa kufanya hivyo ulikuwa gani? Achukue dhambi sile sa yule aliyefanya dhambi. Kwa hivyo yeye atakuwa dhambi kwa sababu akisha tafuna hicho kipande cha nyama, uchafu wote wa dhambi ungeingia ndani ya mwili wake. Kwa hivyo angekuwa dhambi kwa niaba ya mwenye dhambi. Sawa sawa. Yeah. Na hapo ndipo kulikuwa na tatizo wakati mmoja. Baada ya makuhani kuzoea kutafuna kipande kidogo cha nyama, wakaanza kupenda nini? Wakaanza kupenda nyama. Unajua kabla ya gharika kila mtu alikuwa anatoa kafara yake mwenyewe kwa Mungu. Kwa hivyo hakukuwa na kuhani wa mtu fulani. Kwa hivyo watu walikuwa makuhani moja kwa moja kwa Mungu. Kwa hivyo hii sehemu ya kipande cha nyama ilizidi na ikawa ni ulafi
yani sasa wameanza kula nyama kupita kiasi. Na walipoanza kula hiyo nyama, basi ikapoteza maana, kwa sababu sasa haikuwa kafara na haikuwa Pasaka tena, ikaanza kuwa ni ulafi. Ikaanza kuwa ni nini? Ni ulafi. Na Paulo anatuambia kwamba walijiingiza katika janga la kuangamia kwa sababu ya kutumia Pasaka Nisomee katika Wakorintho wa kwanza 11 aya yake ya 20 na ngapi? 27 inasema ya kwamba kuna wengi waliokufa na wengine wamekuwa dhaifu kwa sababu ya kutumia Pasaka visivyo. Basi kila aulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili, utakuwa umejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu nafsi yake, na kutokupambanua ule mwili. Yapo. Endelea. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadhaa wamelala. Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu, tusinge hukumiwa. Asante, fikisha hapo. Kwa hivyo tumeambiwa kuna wengi ambao walikuwa wagonjwa na wengine wakafa kwa sababu ya kula Pasaka visivyo. Hao ni kina nani? Nipatie mfano wa watu waliokula Pasaka visivyo katika Biblia. Ushasoma kuhusu watu kama hao? Tunaweza tukaita as long as inasimamia mwili wa Yesu Kristo, lakini walikula visivyo na wakapigwa na laana. Kama Abihu na alikuwa anaitwa Abihu na nani? Wale wale walitoa wakiwa wamelewa, lakini hawa walikuwa wanatumia mshomoro, walikuwa wanatumia sadaka zikija, walikuwa wanatoa nyama kwa wanadunga wakikuta nyama haina mafuta wanafanya nini? Ama wanawaambia watu, wewe hii hatutaki, nenda utafute ile iko na mafuta. Walikuwa nakula vibaya. Hiyo ni katika Samueli wa kwanza. Na watoto wa Eli hao ndio watoto wa Eli. Sawa sawa. So walikula visivyo na wakaangamia. Kwa hivyo utaona ya kwamba kumbe jambo la kutumia utakatifu vibaya linaweza likafanya mwili wako uwe na matatizo ya kiafya. So niulize, mtu ambaye ametumia Pasaka vibaya na mwili umedhoofika na ameenda hospitali, akipimwa atapatikana na ugonjwa gani? Ugonjwa ilaana, hiyo si ugonjwa. Na je, atatibiwa katika hospitali gani? Atapewa madawa ya bure. Kwa hivyo ndio sababu swala la afya linapaswa kushughulikiwa kiungu.
Na hiyo ndio sababu mtu atang'ang'ana, atatumia dawa nyingi tu, atatembea sana, atatafuta wataalam, lakini mwishowe anaangamia. Kwa hivyo